Swala la utunzaji wa rasilimali za maji inakuwa shirikishi kwa jamii ambayo hasa inaishi maeneo ya mlima Uluguru ambayo ndio chanzo kikuu cha mto Ruvu unakoanzia. Na tunafanya hivi kwa sababu ukiwashirikisha jamii, swala la usimamizi linakuwa rahisi sana. Na lengo letu hasa ni kupeleka elimu hii kwa jamii hasa eneo la chini kabisa ili waweze kuona umuhimu wa utunzaji wa rasilimali za maji kwa faida yao wao wenyewe, lakini waliopo pia chini ya eneo hili. Kumbukeni kwa maana kwamba mto Ruvu ndio unalisha jiji la Dar es Salaam, lakini pia na mkoa wa Morogoro sehemu. Kwa hiyo mto huu usafiri eneo hili ambayo tuko wilaya Mvomero, lakini uelekea upande wa wilaya Morogoro, Kibaha, then unaingia bahari ya Hindi. Kwa hiyo tukishirikisha jamii huku, lakini pia tunaendelea na ueleshaji wa shirikisha jamii katika maeneo mengine. Hapa tu tumeanza kama sehemu, lakini zoezi hili ni zoezi endelevu. Tutakuwa tunatoa hamasa kwa jamii ili kuweza kuwashirikisha na wewe sehemu ya utunzaji wa rasilimali za maji. Tunafundisha wakulima kulima kilimo cha msitu chakula ili waweze kuweka mazao ya chakula na mazao ya muda mrefu ya kibiashara pamoja na uoteshaji wa miti mahali pamoja ili kutunza mazingira, kupata uhakika wa chakula na kutunza vyanzo vya maji. Uhakika wa maji upo katika kuilinda ardhi, kulinda dhidi ya mmonyoko ili udongo ule usiporomoke kule chini, maji yasiondoke kwa kasi, yaingie kwa utaratibu ndani ya udongo kisha kwenye mito, na kisha mito hiyo ilete maji huko ambapo unayapata nyumbani kwako. Asante, kwa sababu kuna jumla ya wakulima takriban 400 ambao wameshiriki katika mafunzo haya hapa mlima wa Uluguru. Na mpaka sasa hivi yani bado tunalilia tena elimu tuongezeke, kwa sababu bado hatujaendelea vile kielimu kivile, na sisi tunaomba elimu yani tuzidi kuongezeka kwa elimu. Ndicho tulichojifunza mpaka hapa, bado tunaendelea kuja kwa sababu kwetu tunatoka Kibuko kuja hapa Nyandira, tunafuata bado elimu. Kupitia Wamiruvu na Juafrika tamasha hili tumeweza kujifunza namna ya uhifadhi bora wa vyanzo vya maji na kuweza kujua changamoto ambazo zinaweza karibu athari au zinaweza ikawa ni athari kwenye vyanzo vya maji. Pia kongole kwa nafasi hii kupitia uongozi wa wilaya, kwa kupitia hawa Wamiruvu wametupa elimu za kutosha kupitia vijiji mbalimbali, walikuja kijijini kwetu, lakini pia kupitia hili tamasha hapa linafanyika kwenye kata kwa kujumuisha tarafa nzima. Lakini pia tumepata changamoto kubwa sana au tumetatua changamoto ambazo zilikuwa zinatukabili kwenye uharibifu wa vyanzo vya maji. Na imani kabisa kwa uendelevu wa tamasha hili litakuwa limefikisha elimu au ujumbe kwa kutosha kupitia wananchi wetu wa kuweza kujifunza na kuweza kutunza vyanzo vya maji kwa kuweza kuona kwamba uhifadhi endelevu